Bibi, vipi tena asubuhi unagonga mlango kwa fujo? Nimekuja kuchukua pesa. Pesa? Asubuhi yote mimi pesa naitoa wapi bibi yangu? Yaani hata kwanza sijatoka kwenda kufanya kazi. Hayo mimi siyajui. Ninachotaka pesa yangu. Njaa inaniuma. Nataka nikale. Bibi, mimi siwezi kuwa na pesa asubuhi bana. Wewe nenda nyumbani, nitoke nikabangaiza alafu nitakuletea pesa. Wewe ulinigonga jioni, si ulinigonga asubuhi? Mbona nileteza kuleta wewe? Nataka pesa yangu. Bibi, kwa basi mwelewa, Sasa hivi ndo kwanza naamka. Saa 12 sasa hivi, hiyo pesa mimi naitolea wapi? Mimi naomba tu bibi, nenda nyumbani nitakuletea pesa. Ninakupa masaa 2, uwe umeniletea pesa yangu. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Adele. 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 Mama tumbo. Adele. Kuna nini mwanangu? Mama tumbo. Tumbo lina nini tena? Nimeuma. Ai mama we. Adela. 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 Adela mwanangu. Adela mwanangu. Adela. Adela umepatwa na nini? Kwani hichi nini Adela? Adela mwanangu nini? Adela. Maisha na matatizo. Vipi tena? Mbona asubuhi tu anagonga kwa fujo? Wewe acha tu. Si ni yule bibi? Yaani mimi nashangaa asubuhi hapa nataka hela. Serious? Hata kama anakudai ndo asubuhi yote hii aje kukugongea kweli? Au sio binadamu hata kidogo? Yaani anakwambia nasikia njaa. Anaonekana mshali yule. Na hapo unatakiwa mlipe kwa muda gani? Yaani mjumbe alivyosema natakiwa nimhudumie mpaka apone. Sasa huyo alivyokuwa mtoto hata akipona si atasema bado anaumwa. Mke wangu, mimi naomba tu nitoke nikahangaike huko. Kwa sababu tayari tushavaga na hakuna namna yoyote ya kumkwepa Udidi. Kaomba masaa haya 2 kungoja mimi huko nikahangaike ili niweze kumpatia hiyo pesa. Basi acha na mimi niamke tu niende nikaandae. Sawa mke wangu. Honey, honey sweet, wenzi ukitazama. Pole shoga yangu. Nimesikia umepatwa na changamoto. Lakini ni kwa vile tu mimi nilikuwa nimesafiri. Si unajua tena mambo yetu ya kazi. Ila baada ya kulisikia hili jambo, nilivyofika tu nikasema inabidi nije hapa nikuone. Vipi unaendeleaje? Asante sana rafiki yangu. Sasa hivi na aweni kidogo. Maana nilienda hadi hospitali nikafanya vipimo vyote, lakini hakuna ugonjwa wote ulioonekana. Ila madaktari walinipa tu baadhi ya dawa, wakaniambia nitumie, nitakuwa sawa.
hiyo ni changamoto, ila mi naamini ukizitumia hizo dawa kama ulivyoagiziwa utakaa sawa. Na pia vipi kuhusu mama, maana nasikia mlivamiwa? Kiukweli kuhusu mama anaendelea vizuri, yupo vizuri kabisa, na sasa hivi yupo ndani amepumzika, ila yuko sawa. Pole. Mi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu shoga yangu akuvushe naye majanga yote. Mi naamini utakuwa sawa na Mungu atakulinda, sawa? Nashukuru rafiki yangu kwa kunitia moyo. Hata usijali, marafiki tena. Ila ngoja mimi nikukimbie sasa hivi, nikuache. Ila kwa kuwa nipo around, nitakuwa nakuja kukuona nijue naendeleaje, sawa? Basi haya, karibu tena. Aya, asante kipenzi, kwa heri. Bye. Maisha na matatizo, mbona kama naelemewa. Asante kwa kuniletea maziwa. Nashukuru pia kuwa mteja wangu. Nimekusubiria sana. Usijali. Ila kwa nini umekataa kuingia ndani? Ina maana ulitamani niingie mpaka sebuleni. Hapa penyewe nimejitahidi, ila kawaida itakiwa niishie getini pale. Acha kuwa muoga bwana. Mimi niko mwenyewe tu hapa ndani. Usijali dada, mimi nadhani hapa nje panatosha. Basi kakaangu, nimeingia huko ndani. Nimekosa hela ndogo. Ila kwa leo hii ni bahati yako. Naomba uichukue. Kwa nini nisiende kutafuta change alafu nikuletee chap tu kwa haraka? Hapana. Hiyo ni riziki yako kwa leo. Kwa hiyo leo unaniachia tena pesa kwa mara nyingine? Yeah. Mungu akubariki dadangu. Tutaonana kesho asubuhi nikiwa nakupitishia maziwa mengine. Ila samani kakaangu, ningependa tufahamiane. Unaitwa nani? Dadangu, mimi jina langu naitwa Twizy. Okay, nashukuru kufahamu. Mimi naitwa Aminata. Aminata. Nashukuru pia kukufahamu dadangu. Samani tena kwa mara nyingine. Najua sasa hivi ni muda wa kazi, ila ningeomba kwa baadaye nipate muda kidogo na muongeze na wewe. Muongeze na mimi? Kuhusu nini? Usijali kakaangu. Mimi najua wewe ni mpambanaji. Ningependa tuzungumze kuhusu masuala ya kazi. Teddy. Mama Kijacho. Sasa yuko wapi na wewe? Kipenzi. Najua taarifa hii itakuumiza sana, ila mimi ndo nimechagua kufanya hivi. Lemi, najua ulikuwa unanipenda sana sana sana, lakini mimi nimeamua kukupatia maumivu. Mimi nimechagua kuondoka kwa sababu hii mimba sio ya kwako. Kwa hiyo nikutakie maisha mema.
na na imani utapata mwanamke bora, mzuri, atakayekupenda zaidi yangu. Ni mimi hapa Teddy. Teddy. Teddy, so umeenda wapi Teddy? Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Una shida gani? Hapo unasafisha kucha au unafuatilia kitu ninachokifanya kwenye simu? Amna babe. Ha? Toa password. Toa password. Misi. Nitakupiga makofi, toa password. Babe, ni mbona haraka. Mimi sijui baby, na maana uniamini. Kwa nini unanichunguza? Baby, mimi sijakuchunguza. Mimi nilikuwa busy na kusafisha kucha, kwa sababu uko naona. Na maana uniamini. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Kwa kweli hili ni tatizo ndugu yangu. Umepanga kufanya nini sasa? Kusema kweli nakosa namna ya kufanya, kwa sababu nilifanya kila kitu kwa ajili yake. Na hata hivi kuhusu ile mimba, nilimwambia kuwa nitailea. Sasa sijui kapata na kitu gani mpaka afanye uamuzi wote. Nashindwa kuelewa kusema kweli. Nisikilize Lem. Mimi nadhani hapo wewe mbona kama uko salama tu. Kama wewe uliamua kujitoa kwamba ile mimba ulijua sio ya kwako, lakini bado mapenzi yalikusukuma ukasema utailea, mbona huo ulikuwa umefanya uamuzi sahihi kabisa na hakuna mtu yote atakayekulaumu, Wewe ulifanya jambo la uungwana. Kama kuondoka ameondoka yeye mwenyewe. Na kwa bahati nzuri amekuachia ushahidi, barua ndio hiyo inasisitiza kwamba mimi naondoka. Umeona? Sasa wewe unavungangania, mimi najisikia vibaya. Kwani ile mimba wewe ya kwako? Mpaka uanze saa hizi hapa kuchanganyikiwa. Achana naye bwana. Wewe mimi katika hali yangu ya kukushauri mimi kama rafiki yako wa kitambo sana. Na najua namna ambavyo Teddy alikuwa akikupelekesha. Maana yake alikuwa akikuvuta huku kakusukuma. Nachokuomba mimi, tafuta mwanamke mwingine mwenye mapenzi ya dhati, mwenye mahaba yake, mwenye kujua kumuhendo mwanaume, Tulia naye. Sasa una shida gani? Una kibarua chako, unapata hela. Bado unataka tu kwa Teddy au kakuroga? Unajua, kwa kila kitu ambacho kimtokea kwa upande wangu, wewe ni shahidi. Ulikuwa unafahamu jinsi nilivyokuwa nampenda Teddy. Unafahamu nimeaso kiasi gani kwa ajili yake. Asa anapokuwa anafanya maamuzi kama haya bila kunishirikisha, binafsi naumia na moyo wangu, kwa sababu ni mwanamke wa kipekee ambaye nilikuwa nampenda sana. Na sasa hivi nishaanza kujipata. Maisha yetu yashaanza kuwa mazuri. Alafu mtu anaamua kuniacha. Labda nikwambie kitu kimoja kaka.
Teddy ndo kila kitu kwangu. Kusema kweli, kwa yote ambayo niliyafanya juu yake, nakosa namna ya kufanya kaka. Nisikilize Lem. Sitaki kukuambia mambo mengi kuhusiana na Teddy. Ni kweli unampenda, lakini lile lilikuwa kama bomu la machozi tu. Umenielewa? Mimi nakuheshimu sana, wewe ni rafiki yangu. Kwa hiyo kuna mambo nitataka kukwambia ili nikuthibitishie ubaya wa Teddy. Tunaweza tukakosana kwa maana kwamba sikukwambia kabla. Ila nachokushauri, achana naye. Tafuta mwanamke mwingine, kuwa naye tu. Mimi naona kama vile Mungu amekuondolea tatizo. Galika limekutoka ndugu yangu. Sasa ukilitaka kulingangania, ukitaka kulivaa, shauri lako, usinitafute. Ila hiki ni kitu kikubwa sana Teddy amefanya, amejiondoa mwenyewe, amejivua gamba. Ndugu yangu, tafuta mwanamke mstaarabu, mzuri, ishi naye. Tena ukimtaka, nitakusaidia mimi kumtafuta. Hivyo bibi, kwa nini unaendelea kuifuatilia familia yangu? Alafu unajifanya unauma wakati haumumi chochote. We mtoto, kumbe wewe nijue. Ukiendelea kunifuatilia nitakufanya kitu kibaya na utasahau mpaka unakuwa. Nenda, toka. Subutu, huwezi kulifanya kitu chochote na hata sikuogopi. We mtoto we, hivi haya maneno umeyatoa wapi? Kakufundisha nani haya maneno? Wewe jiangalie, nitakugeuza sisimizi wewe. Amanda, unafanya nini hapa? Shikamoo bibi. Jambo. Mimi si jambo bibi. Sijui wewe unaendeleaje na mguu wako? Mimi si jambo kidogo, ila maumivu bado nayasikia. Pole bana, Mungu atakusaidia, utakuwa sawa. Asante. Samani bana, huyu hapa ni binti yangu. Ila huyo binti yako, jaribu kumfundisha adabu. Hana adabu hata kidogo. Sawa bibi. Nimekuletea na ile pesa. Asante sana mjukuu wangu. Ugua pole bibi. Asante sana. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Sasa siku nyingine nikukuta unagombana na mtu mzima, nitakuchapa. Sawa. Lakini ndio bora ugali mahade kwenye furaha kuliko menitende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni keri kuliko viojojo na nyingi shari. Tadunduliza kidogo kidogo, maisha yaende nikiwa mawe, sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko menitende kwenye majanga. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda lazizi. Tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na
niliyempenda Lazizi. Tukikosa leo tutapata kesho. Usiwaze kwenda mbali.